Kwa nini mara nyingi watu huonyesha thamani baada ya mtu kufa au kuondoka duniani, lakini si wakati akiwa hai? Ndugu mpendwa, leo nakuletea nakala hii au video hii ili uweze kupata jibu ambalo umekuwa unalitafuta kwa siku nyingi. Swali lako lilikuwa kwa nini mara nyingi watu huonyesha thamani, upendo, kujali baada ya mtu kufa au kuondoka duniani, na wala sio wakati akiwa ana afya njema, akiwa mzima. Sababu ya kwanza, watu wanachokizoea hukiona mara nyingi cha kawaida. Yaani watu wanachokizoea hukiona cha kawaida. Mtu akiwa hai na karibu nao kila siku wanamzoea, maana kuwepo kwake kunakuwa kama hewa, hawatambui umuhimu wake mpaka anapokosekana. Yaani mtu anathaminiwa, anapendwa pindi tu anapoondoka duniani, na wala sio kipindi alikuwa angali mzima. Mtu akiondoka ndipo pengo linaonekana. Ndugu mpendwa, mjali yule ambaye unaipaswa kumjali akiwa hai, akiwa mzima. Muonyeshe upendo, msaidie vile inavyotakiwa kwa uwezo wako, ili mradi hata akiondoka duniani aweze kuondoka na tabasamu, akiwa anajua mtu fulani aliwahi kumfanyia kitu kizuri. Itakuwa heri kwako. Sababu ya pili, binadamu huthamini kilichopotea. Ni kweli kabisa. Asili ya mwanadamu ni kuguswa zaidi na hasara kuliko baraka alizonazo kwa sasa. Yaani asili ya mwanadamu ni kuguswa zaidi na hasara kuliko baraka alizonazo kwa sasa. Maumivu ya kupoteza humfanya mtu atambue kile alichokuwa nacho, atambue thamani ya kile kitu alichokuwa nacho, atambue umuhimu wa kile kitu alichokuwa nacho kwa wakati ule. Ndio maana mtu anapoondoka duniani tunaona kama tumepoteza kitu kikubwa sana, kitu cha muhimu mno. Sasa ndugu mpendwa, kama una chochote kile ambacho ulicho nacho kwa sasa, kipe umuhimu wake na uweze kukithamini. Usikithamini wakati kitakapo kuondoka, bali kithamini kikiwa kingali hai. Ndivyo hivyo, thamini watu wako wa karibu. Kama ni mpenzi, kama ni mume, mthamini. Mzazi, mthamini. Ndugu, mthamini akiwa bado mzima, akiwa hai. Itakuwa heri kwako. Tatu, hisia huamka wakati wa maumivu. Wakati wa msiba hisia huwa kali, maana watu hulia kwa sababu ya majuto. Hawakumonyesha upendo, hawakumthamini, wala hawakumsapoti vile vinavyotakiwa. Maneno ambayo hawakuwahi kusema, hawajawahi hata kumwambia nakupenda au nakujali, au maneno ya kumtia moyo, ya kuweza kumsugiza kwenda sehemu nyingine. Ndio maana mara nyingi wengi hujikuta wakiangulia kilio kikubwa kwenye msiba, maana nafasi wameipoteza ya kuweza kumwambia yale iliyowapasa kuweza kumwambia. Sababu ya nne, watu hufikiria kwamba kuna muda bado. Yaani wengi husema kimoyomoyo, nitamwonyesha kesho upendo, nitamsaidia kesho, nitamwambia baadaye ninamjali au ninampenda. Lakini maisha hayatoi uhakika wa baadaye. Unaweza kuwa na mtu leo hii, kesho akaondoka. Unaweza kuwa na mtu katika mida ya saa moja, lakini ukashindwa kumuonesha upendo katika hiyo mida ya saa moja, saa mbili akaweza kutoweka. Kwa hiyo muonyeshe kama ni upendo kwa wakati unapokutana naye. Ndio muda muafaka kumuonesha mtu upendo, ni ile wakati ukiwa naye kwa wakati ule, ndio muda muafaka. Sababu ya tano, hofu ya jamii na desturi. Wakati wa msiba, jamii inakusanyika
kuna taratibu, kuna huzuni ya pamoja. Wakati mtu yuko hai, hakuna tukio linalowasukuma kuonyesha hisia zao waziwazi au upendo waziwazi. Ndio maana kutana mtu anapokufa, tunaanza kuchanga pesa, tunachangizana pesa, ingawa ule mtu hata kama alikuwa anaumwa, hatukuweza kuchanga pesa ili tuweze kumlipia kwenye hospitali, au hata kama alianguka kwenye biashara au alipitia katika maumivu makali katika maisha yake, tunashindwa, tunakosa kuwa wepesi wa kuweza kumtolea msaada ili aweze kusonga mbele akiwa bado yuko mzima, lakini tunasubiria hakisha kuondoka ndipo tunaleta fedha zetu tuweze kuchangizana ili tuweze kumzika. Sasa ndugu, kama ulikuwa naishi hivyo, basi ni wakati na muda mwafaka wa kuweza kubadilika. Tuonyeshe upendo wale watu ambao tuko nao kwa wakati huu, tuwaonyeshe kuwathamini, tuwajali vile inavyotakiwa, tuwasaidie ili wanapoondoka duniani waweze kuondoka wakiwa na tabasamu. Itakuwa heri kwangu mimi na wewe. Funzo kubwa hapa la kujifunza: usisubiri kuomboleza ili kuthamini. Onyesha upendo, msaada ukiwa bado una nafasi. Sema na kujali kabla hajawa marehemu. Mwambie nakupenda kabla hajawa marehemu. Msaidie kabla hajakuwa marehemu, kwa sababu ukweli ni huu: watu wengi hawakosi upendo, hawakosi msaada, lakini wanakosa moyo wa kuonesha kwa wakati muafaka. Kumbuka, jina langu Mwiko Kalaba. Ndoto yako inawezekana.